vipi mwana michezo, bila shaka ni matumaini yangu uko vyema kabisa. PMTV tuko hapa katika dimba la Benjamin Mkapa. Ni mchezo wa CAF Champions League ambapo mnyama anakwenda kuvaana na Nsingizini, timu kutoka Eswatini, timu ambayo ilianzishwa na jamii ya Nsingizini kwa lengo la kukuza na kutambua vipaji vya vijana kutoka eneo hilo. Timu hii ilianzishwa mwaka 1984, lakini ajabu ni kwamba timu hii iliwashangaza wengi mara tu baada ya kuchukua taji la MTN Premier League kwa msimu wa 24 na 25 baada ya kufunga magoli 5-0. Lakini leo hii tunakwenda kutazama mchezo wa CAF Champions League. Ni Nsingizini Hotspurs kutokea kule Eswatini dhidi ya mnyama Simba Sports Club, timu kubwa barani Afrika. Ni vipi ambavyo Nsingizini wataweza kupindua meza kibabe katika kalai hili la Benjamin Mkapa? Lakini nikukumbushe tu, Nsingizini nao sio timu ya kinyonge, kwani huko katika ligi yao ya Eswatini yuko nafasi ya 7 kicheza mchezo mmoja na kujikusanyia alama 3 tu katika ligi hiyo, huku ligi hiyo ikiongozwa na Rangers FC kutokea huko Eswatini. Lakini leo hii mnyama atafanikiwa kuendeleza kile ambacho alikianzisha kule katika ardhi ya Eswatini, ama Nsingizini watakuja na plani ya kupindua meza kibabe? Mimi sijui mambo yatakuwaje na wala sifahamu mambo yatakwenda kuwaje. Kumbuka kwamba mnyama anatafuta tiketi ya kuweza kufuzu katika hatua ya group stage kwenye michuano hii ya CAF Champions League. Lakini hali kadhalika kwa upande wa Nsingizini, naye pia anatafuta karata yake ya kuweza kufika katika hatua hii ya group stage, michuano ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivi ndivyo ambavyo mazingira yanavyoonekana kwa taswira ya nje, na hapa ni Benjamin Mkapa. Tayari mashabiki mmoja ameanza kusogea, kwani muda bado ni mapema sana hapa Benjamin Mkapa. Punde si punde tutaanza kushuhudia namna ambavyo mashabiki watajitokeza. Lakini pia faida ya Simba lionayo mpaka sasa ni kupata goli 3 za ugenini, goli 2 akifunga Kibu Dennis, lakini goli 1 akiweza kufunga mchezaji kutoka Simba Sports Club. Mimi sijui mambo yatakwenda kuwaje na wala sifahamu mambo yatakwenda kumalizikaje. Nimekumbuka goli 1 alifunga Wilson Nangu kutokea kule JKT. Mimi naitwa Betha Mswaga, nyuma kamera ipo hapo Amani Ndimbo. Nini kitakwenda kutokea sijui na wala sifahamu, lakini habari njema ni kwamba PMBet wako bega kwa bega na wewe. Nenda kashushe mkeka wako, kwani mambo mengi yanaendelea leo. CAF Champions League inaendelea, bila kusahau El Clasico inaendelea. Ni vita ya Mbappe pamoja na Lamine. Kupitia PMBet mambo yanaweza kuwa mepesi na rahisi. Tukutane hapo baadaye.